Hii ni Biblia Bard, somo la 64, maneno 10 yanayoeleweka uongo. Habari na siku njema. Hii ni Biblia Bard. Biblia Bard ni msimuliaji wa hadithi anayekariri matini za kimapokeo zinazohusiana na mapokeo mahususi simulizi. Niko hapa kukariri na kukuza kile fasihi ya Biblia inasema kuhusu nani ni Mungu na nani ni mwanadamu. Somo, utangulizi wa amri 10. Hapa ndio mahali tulipo leo katika maandiko ya Biblia. Waebrania wa kale wanaingia katika uhusiano wa agano kisheria na Mungu. Msingi wa makubaliano hayo unaitwa tekolojia. Ni amri 10 hizi zilizoelezwa katika Kutoka 20 mstari wa 1 mpaka 7 na Kumbukumbu la Torati 5 mstari wa 1 mpaka 22, ambazo zinaunda msingi wa uhusiano wa kitaifa kati ya taifa na Mungu. Ifuatayo ni orodha ya vipindi vya podcast kuhusu kila amri iliyo na vifungu vya kila kipindi kuhusu uhusiano na Mungu. Ukengefu, Kutoka 20 mstari wa 3, Kumbukumbu ya Torati 5 mstari wa 7. Ukiukaji, Kutoka 32. Ibada ya sanamu, Kutoka 20 mstari wa 4, Kumbukumbu ya Torati 5 mstari wa 8. Ukiukaji, Kutoka 32. Kukufuru, Kutoka 20 mstari wa 7, Kumbukumbu ya Torati 5 mstari wa 11. Ukiukaji, Mambo ya Walawi 20 mstari wa 10 mpaka 16. Sabato, Kutoka 20 mpaka mstari wa 8. Kumbukumbu ya Torati 15 mstari wa 12. Ukiukaji, Hesabu 15:32 mpaka 36. Kuhusu uhusiano na watu. Wazazi, Kutoka 20 mstari wa 12. Kumbukumbu ya Torati 5 mstari wa 16. Ukiukaji, Kumbukumbu ya Torati 21 mstari wa 18 mpaka 21. Mauaji, Kutoka 20 mstari wa 13. Kumbukumbu ya Torati 5 mstari wa 17. Waamuzi 19 mstari wa 21. Uzinzi, Kutoka 20 mstari wa 14. Kumbukumbu ya Torati 5 mstari wa 18. Mfano 2. Samueli 11 mstari wa 12. Kuiba, Kutoka 20 mstari wa 15. Kumbukumbu ya Torati 5 mstari wa 19. Mfanao Yoshua 17. Saidi wa uongo, Kutoka 20 mstari wa 16. Kumbukumbu ya Torati 5 mstari wa 20. Ukiukaji, Kwanza Wafalme 21. Tamaa, Kutoka 20 mstari wa 17. Kumbukumbu ya Torati 5 mstari wa 21. Mifano ya mapema ya msingi wa kushinda. Kwa vipindi hivi vya podcast tunachunguza kile hitaji na kutoa hadithi kutoka kwa fasihi inayoeleza kwa kina jinsi Waebrania wa kale walikiuka sheria moja baada ya nyingine ya sheria 10 za mfuatano katika vitabu vyote vya fasihi hii ya kale. Muhtasari. Amri ya 4 inahusu kuiba. Hii ndio amri hii. Kutoka 20 mstari wa 15. Amri nambari 8. Usiibe. Wizi ni kinyume cha sheria ya Mungu. Ingawa katika kitabu cha Kutoka hakuna adabu iliyoambatanishwa kwa wale wanaokiuka amri hii. Katika Kutoka 22 na Mambo ya Walawi 6, adabu ya wizi wa mali kwa kawaida ni urejeshaji, na mifano katika Kutoka 22 mstari wa 1 mpaka 4. Kifungu kinasema, yeyote atakaye iba ng'ombe au kondoo na kumchinja au kumuuza lazima alipe ng'ombe 5 kwa yule ng'ombe na kondoo 4 kwa kondoo. Katika Mambo ya Walawi 6 mstari wa 4 mpaka 5, andiko linapanua wazo ili likisema, mwizi lazima warudishe walichoiba au kuchukua kwa unyang'anyi au kile walichokabidhiwa au mali iliyopotea walioiba au chochote
walichohapa kwa uongo. Wanapaswa kulipa kikamilifu na kuongeza sehemu ya 5 ya thamani yake na kumpa mwenye nyumba siku ile watakapotoa sadaka yao ya hatia. Hivi ndivyo Waebrania walivyokiuka amri hii. Yoshua 6 mstari wa 17 mpaka 19. Kabla ya vita, Yoshua anasema, mji Yeriko na vyote vilivyomo vitawekwa wakfu kwa Bwana. Fedha yote ya dhahabu na vyombo vya shaba na chuma ni vitakatifu kwa Mwenyezi Mungu na lazima viingizwe katika hazina yake. Katika Yoshua 7 mstari wa 19 mpaka 20, la Israeli linapoanza kustaki vita vyake dhidi ya wakaaji na Kanani baada ya ushindi juu ya Yeriko, mtu Akani anaiba kwa ajira yake mwenyewe vitu vinavyopaswa kuingia katika hazina ya taifa. Wizi huu umefichwa hadi askari wa Israeli washindwe vita vilivyofuata. Kama kamanda, Yoshua anataka kujua kwa nini walishindwa. Mungu anawaambia sababu katika aya zifuatazo. Bwana akawaambia Yoshua, Israeli wamefanya dhambi, wameliharibu agano langu nililowaamuru kulishika. Wametwaa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu, wameiba, wamesema uongo, wameviweka pamoja na vitu vyao. Ndiyo maana Israeli hawawezi kusimama dhidi ya adui zao. Sitakuwa pamoja nanyi tena, isipokuwa mtaharibu chochote katika yenu ambacho kimetolewa kwa uharibifu. Mchakato wa kumtambua mwizi hutokea na baada ya Akani kutambuliwa. Hiki ndicho kinachotokea. Yoshua akamwambia Akani, mwanangu, mpe Mungu wa Israeli utukufu, umheshimu, niambie aliyofanya. Akani akamjibu, nilipoona katika nyara choo nzuri kutoka Babeli sekiri 200 za fedha na kipande cha dhahabu. Andiko hili linaeleza hukumu ya wizi huu. Akani pamoja na familia yake na wanyama wake wanapigwa mawe hadi kufa. Kisha kile alichochukua kutoka kwa Mungu na mali yake zote zinarundikwa juu ya rundo la miamba na kuteketezwa. Muhtasari. Ingawa kwa ujumla wizi wa mali ambayo si ya mtu huadhibiwa kwa kurejeshwa, wizi kutoka kwa kitu kilichowekwa wakfu kwa Mungu huadhibiwa na kifo kama tokeo la dhambi la Akani. Waisraeli walishindwa pigano lao lililofuata huko Hai wakiwa na askari jeshi 36 waliuawa katika pigano hilo. Ona Yoshua 7 mstari wa 5. Kwa mara nyingine tena tunaona kwamba kanuni ya agano iliyokubaliwa na taifa ni kwamba ikiwa mtu mmoja atakiuka sheria, taifa linawajibika. Kanuni hii muhimu ya sheria ya agano katika maandiko ya Kiebrania mara nyingi hupuuzwa na wafafanuzi. Ukristo huchukua nafasi ya Uyahudi na Wakristo kuchukua baraka ambazo Mungu aliwapa wafuasi wake katika Israeli, na Wayahudi kuchukua laana zilizotamkwa dhidi ya taifa kwa kutofuata sheria ya agano, kama tulivyoonyeshwa katika Biblia bali 57. Kwa nini Wayahudi wanateswa ingawa wanadamu wanashindwa kufanya vile ambacho Mungu anataka? Mungu daima ni mwaminifu kufanya kile anachoahidi. Ahadi zote halisi za Mungu kwa taifa zinatimizwa kihalisi katika maandiko. Wakati daima ni juu ya Mungu. Muda wa matukio
huonyesha kile mara kwa kuwa utumisho wa ahadi za Mungu, iwe zimetolewa kwa watu mmoja au kwa mataifa. Ahadi za Mungu hutunzwa kwa uaminifu siku zote. Hitimizo. Nilichosema hapa awali kinahitaji kusemwa tena. Amri hizi 10 tunazozitathmini katika kifungu zinaundwa msingi wa sheria ya agano kati ya Mungu na Waebrania wa kale, taifa la Israeli. Lakini muhimu zaidi, zile amri 10 zinazotuambia jambo fulani kuhusu Mungu ni nani na sisi ni nani. Mungu ni msafi kimaadili. Kamwe havunji amri 10. Maandiko yanaeleza Mungu ni nani katika asili yake. Anasemekana kuwa mtakatifu, msafi na mfumbo. Yametumika kama katika 1 Yohana 1:5 wakati mwandishi anaposema kwamba Yesu alifundisha yafuatayo. Hii ndio habari tuliyoisikia kwake Yesu na kuihubiri kwenu. Mungu ni nuru, ndani yake hamna giza hata kidogo. Aina hii ya utu ni karibu haiwezekani kwa watu kama sisi kufikiria au kuleta, na Yesu katika ujumbe wake alifanya usikaji wa amri 10 kwa mgumu zaidi, akisema katika Mathayo 5:27, umesikia kwamba imenenwa usizini, lakini mimi nawaambia, yeyote anayetazama mwanamke na kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Yesu mara kwa mara huenda zaidi ya barua ya sheria ili kufanya matumizi ya kiroho. Anachotaka. Ukiukaji wowote wa amri za Mungu unatokea akilini mwako na rohoni mwako. Ni sawa na Mungu kana kwamba umeziweka kwa namna fulani ya kimwili. Katika siku ya Yesu, hasa miongoni mwa watu wa kidini, matumizi hayo ya sheria kwenye mawazo ya mtu yaliwahudi na kutataliwa katika siku zetu za kisasa. Sio tofauti na labda ni mbaya zaidi. Sio tu kwamba hakuna ya Mungu ya maisha ya mawazo ya mtu inakataliwa, lakini hata ukiukaji wa kimwili wa amri zake unachukuliwa kuwa unakubalika kwa makundi fulani au watu binafsi katika jamii. Tabaka moja katika jamii linaruhusiwa kufanya ghasia, kupiga, kudhuru na hata kuua kwa idhini ya jamii au idini. Matabaka mengine katika jamii hiyo huhukumiwa kuwa na hatia ya uhalifu ambao mababu zao walifanya. Kile ambacho Mungu anapenda kulingana na Biblia hakikubaliwi na ni kinyume chake kinachokubaliwa, ikiwa yale ambayo serikali au jamii husema yanapinga yale ambayo Mungu anasema. Tutalazimika kuamua ni lipi lililo sawa kiadili na kisheria na kutenda kulingana na gharama yoyote ile. Viunganizi. Biblia bado inatoa tu kile ambacho Biblia inafundisha kuhusu mada fulani. Sijaribu kukugeuza kuwa dini. Podcast ya Biblia bado ni ya habari. Tunazungumza kuhusu kile ambacho fasihi ya Biblia inaeleza, hasa mawazo na dhana inayowasilisha, kwa sababu watu wengi hawajawahi kujihusisha na mawazo ya kibiblia. Amua mwenyewe ikiwa unakubali au haukubaliani na matumizi ya Biblia. Asante mapema kwa kufuata na kushiriki maudhui kutoka kwa jumuiya ya Biblia Bard kama ifuatavyo. Unaweza angalia kwa website ya www.bibliabard.com
SoundCloud, YouTube, Facebook, Instagram, Rumble, Spotify, TikTok, Tumblr na Twitter. Asante kwa kunisikiza.